Tatizo kubwa la watu walio wengi sana kwenye Leonardo AI sio hii tool ya Leonardo katika kutengeneza picha, hapana, ni zile prompt zao ambazo wanaipatia hii AI. Nikwambie tu, kama utajua kuandika prompt vizuri, basi hata matokeo yako yatabadilika kabisa na yatakuwa na ubora wa hali ya juu kwa sababu tu umeandika prompt nzuri. So kwenye video zilizopita tulijifunza jinsi ya kutumia Leonardo AI na kuelewa interface yake, tukatengeneza picha kwa mara ya kwanza. Lakini leo nitakuonyesha jinsi ya kuandika prompt ambazo zitakupa picha za kiwango cha juu kabisa. So tazama video hii hadi mwisho uweze kujifunza na wewe usifanye makosa ambayo watu wengi wamekuwa wakiyafanya na kuanza kulaumu hii AI haitengenezi picha vizuri. Sasa tuanzie hapa. Watu wengi unakuta kishafika hapa katika sehemu ya kuandika prompt, unakuta mtu kwa vile anataka picha ya city, kwa hiyo anakuja anaandika tu city, then anabonyeza generate. Hapa result ambayo atakayopata mtu kama huyu ni tofauti na mtu ambaye atakuja kuandika prompt itakayokuwa inaelezea zaidi. Huyu kaandika prompt ambayo ipo general sana. AI haijui unataka city ya aina gani, na ndio maana matokeo huwa hayana nguvu sana. Sasa kuweza kuboresha prompt kama hii, unapofika sehemu hii ya kuandika prompt, labda nikuonyeshe the way ambavyo tunaweza kuiboresha japo kidogo prompt kama hii. Sio unakuja tu unaandika city. Tumia hizi AI tofauti na watu wa kawaida wanapotumia. Wewe kama unafuatilia mambo haya ya teknolojia, upo katika YouTube channel yangu, hautakiwi kuwa ni mtu kama wa kawaida ambaye hafuatilii haya mambo. Yeye anakuja anaandika tu city kwa vile anahitaji picha ambayo inaonesha mji. Sasa kuweza kuiboresha prompt hiyo japo kidogo, unaweza ukaja ukaandika a modern city with a tall building. Simple kama hivi. So unaona? Sasa kuliko ni kuandika city tu na ukawa umemaliza hiyo prompt yako, simple unaweza kuiboresha kwa kuandika hivi. Still bado unaweza ukaiboresha zaidi ukapata kitu ambacho wewe mwenyewe ukaridhika, lakini hapa tayari umeelezea kipi ambacho unahitaji. Tayari matokeo yanaanza kuwa tofauti na yanaanza kuwa bora tofauti na prompt ya awali. Lakini bado hayajafikia level ya juu. Naomba unielewe vizuri, usije ukaona nimeandika hivi ndio ukaona umemaliza. Hapana. So ukiandika modern city with the tall buildings ukajaribu kugenerate, utapata result ambayo ni nzuri kulikoni yule ambaye ameandika city. Sasa pia hii una uwezo wa kuiboresha zaidi. Na kabla ya kuweza kuiboresha hii, nataka kukupatia formula rahisi sana ya prompt ambazo ni nzuri. Kama utafuata formula hiyo katika prompt ambazo unaziandika, inaweza kukusaidia. Prompt nzuri, fahamu, huwa ina vitu vinne. Kitu cha kwanza ni subject, kile unachotaka, lakini kitu cha pili ni details, maelezo sasa. Lakini cha tatu ni style na cha nne ni quality. Katika kutengeneza picha, zingatia hiyo formula ya vitu vinne. Subject, details, style, quality. Mfano ili unielewe vizuri hivyo vitu vinne ambavyo nimekutajia hapa. Tunaweza kutumia hiyo formula katika prompt yetu kwa kuandika prompt kama hii, mfano a futurist city at sunset, then ukaweka comma, tall skyscraper, lakini vile vile ukaweka neon lights, cinematics, light, comma, ultra realistic, then high quality, kamalizia. Umeona prompt hii ambayo tumeipatia hapa. Sasa nataka uangalie tofauti iliyopo baina prompt hii na zile ambazo tumeziandika mwanzoni. Hapa tumefanya nini? Kwanza tumeanza futuristic city. Hii ni subject. Then tukaja at sunset, tall skyscrapers na neon lights. Hizi ni details. Then tukaja hapa cinematic light. Hii ni style ambayo tumeipa, na tukamalizia na high quality. High quality, quality. Kwa hiyo kwenye ile formula yetu ya vitu vinne niliyokuambia, subject, details, style, quality, tumeitumia hapa. Subject ni futuristic city, ndio kitu ambacho tunakihitaji, lengo la kutengeneza hii picha, lakini vile vile katika details tukaweka sunset, tall skyscrapers, neon light. Hizo ni details. Katika hiyo subject yetu kuwe na hivyo vitu ambavyo viko katika muonekano huo. Kuna sunset, kuna hizo skyscraper, majengo marefu yale, kuna neon light katika hiyo picha. Then
cinematic light ni style ambayo tumeipatia, na high quality ni ile quality ambayo tunahitaji picha hiyo iwe nayo. Hii ndio siri ya kupata picha nzuri. Sasa jaribu kubadilisha style hapa. Kwa mfano, ukiweka instead ya cinematic ukaweka style nyingine, unaona tofauti, style inakuwa ina impact kubwa kwenye picha. Ningetamani kugenerate hapa, lakini naona haina umuhimu wa kugenerate kila prompt ambayo nitaiandika hapa, kwa vile tunatumia ya free ambayo inatupatia tokens. Katika prompt ambayo itanihitaji lazima niweze kugenerate ili uweze kuona output, nitaweza kufanya hivyo kwa sababu hii ni series ambayo inakwenda video moja baada ya nyingine, ambayo tutahitaji hizi tokens katika sehemu nyingine ambazo ni muhimu kuweza kuzitumia. Kwa hiyo katika video hii labda ni generate hii moja tu ambayo tumetumia formula yetu ya hivyo vitu vinne ambavyo nimekupatia vya kupata prompt ambayo itakuwa bora. Lakini hizi za mwanzoni kule unaweza kujaribu wewe mwenyewe huko na ukaona tofauti baina ya prompt moja na nyingine. So hapa wacha ni generate kutokana na hii prompt yetu tuliyoweka, na itachukua dakika kadhaa, itaweza kutoa output hapa. Okay, so kama unavyoona picha ambayo tumeipata, tumetumia size hii, landscape hii, na tumeletewa picha size hiyo. Mwanzoni tulitumia size katika video ya kwanza, size ambayo ni square, tukaletewa picha hii. Sasa hivi tumeletewa picha hii ambayo ni tumetumia landscape. Na ukiangalia hapa skyscraper hizi hapa zinaonekana, sunset hii hapa, lakini vile vile tunaona hizi hapa neon light katika haya majengo zinaonekana. Umeona, alafu ipo cinematic hii picha yetu na quality yake nzuri. So hapo una uwezo wa kuclick hapa download image, ama una uwezo wa kuclick hapa select image, then ukaja uka-edit zaidi. Pengine unahitaji kuifanyia marekebisho kidogo iwe na muonekano tofauti, una uwezo wa kufanya hivyo. Okay? Lakini hii nadhani ni nzuri na tayari kwa ajili ya kutumia. Unaweza hapa kuedit picha yako, ukaiprompt ukasema mimi sasa hivi instead ya style ya cinematic, pale si tuliweka cinematic, unaweza ukabadilisha, pengine ukaweka style nyingine, au moja kwa moja ukaja zako katika huku style instead ya dynamic ukaweka let's say cinematic hapa. Na sasa hivi kupitia prompt hii ukigenerate, angalia picha ambayo tunaipata, tumebadilisha huku, kumbuka style, na tumeweka cinematic. So utaona utofauti wa picha hii ya kwanza na hii ya pili. So unaona kuna utofauti kidogo picha hii ya kwanza na picha hii ya pili. So unaweza kutumia Leonardo kuweza kutengeneza picha mbalimbali. Huu ni mwanzo tu, tutakuja kuendelea kufahamishana vitu tofauti tofauti, lakini njia rahisi ya kujifunza haraka hata kutumia hizi prompt ni kuchukua prompt ya mtu mwingine kisha ibadilishe kidogo tu. Itakusaidia sana kujifunza kwa haraka ukifanya hivyo. Na muhimu mengine ya kuzingatia, tips za haraka kabla sijafunga video hii, usitumie maneno mafupi sana. Elezea picha yako kama unamuelezea mtu. Picha yako unataka iwe vipi? Tumia maneno kama high quality, 4K, ultra realistic, cinematic. Tumia maneno kama haya, yatakutolea picha ambazo zitakuwa na ubora. Lakini pia kama nilivyotangulia kusema, unaweza kwenda katika community. Okay, acha nikuonyeshe. Umeona, unaweza kuja hapa ukaangalia hizi picha za watu ambazo wametengeneza, ukaangalia prompt ambazo wamezitumia. Umeona? Na wewe ukachukua hizo prompt zao, then ukawa unabadilisha kidogo. Tumeona katika community creation hapo unaweza kupata prompt mbalimbali ambazo watu wamezitumia. Unaona prompt hizi, ukihover tu unaletewa prompt ambazo watu wametumia kutengeneza hizi picha. Kwa hiyo unaweza kuchukua hizi prompt ukabadilisha kidogo na ukaweza kutumia na wewe kupata picha ambayo unahitaji. Hizi prompt unaweza kuclick ukapata hizo prompt full. So then unaweza kutumia kulikoni kuanza kufikiria kutoka mwanzoni. Unaweza kuangalia picha ambayo imekuvutia, unahitaji picha namna hiyo na wewe, na ukaweza kuanza na prompt ambayo huyo mtu kaitumia. So unaona 8K resolution portrait photography of young adult woman. Umeona? Kwa hiyo kidogo kidogo kile utakapokuwa unaendelea kuitumia, utazidi kuona matokeo yakibadilika na kuizoea na kuisoma vizuri zaidi, vipi ambavyo unaweza kupata result ambazo zitakuwa bora kulingana na prompting ambazo utakuwa ukiandika. So unaona huku credit zinapungua sasa hivi 126. Credit kadhaa zimeondoka hapa kutoka katika 150 kwa kutengeneza hizi picha tatu. Unatakiwa uwe makini sana, usiwe kama bado haujawa na pesa ya kulipia, usiwe unaharibu sana hizi tokens.
andika prompt ambayo itakuletea result ambazo zitakuwa bora na haitokuhitaji urudie. Nategemea kuanzia sasa utakuwa ukiandika prompt nzuri. Kwenye video inayofuata tutaanza kutengeneza picha ambazo zitakuwa na kiwango cha juu kabisa kwa kutumia hizo technique ambazo nimekupatia. Na kama utahitaji pia kuendelea kujifunza, unaweza kuendelea kufuatilia playlist hii, video ambazo zinafuata, ili basi kuweza kufaidika na kujifunza mengi na kuweza kutumia hii Leonardo AI katika njia ambayo itakunufaisha. Asante sana. Tukutane wakati mwingine. Hakikisha huondoki bila ya kulike video hii.